maslahi mapana ya klabu yetu, ligi kwa ujumla na mchezo wa mpira miguu hapa Tanzania. Wito huu ulikuja siku ya tarehe 7 na leo uongozi wa klabu yetu ya Yanga ukatii wito huu kwa kufika kwenye ofisi za bodi ya ligi majira ya saa 4 kamili asubuhi kwenda kusikiliza ambacho tumeitiwa. Kama ambavyo ajenda kuu ilielekeza kwenye barua, ndivyo ambavyo mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alifungua kikao na kutueleza sababu ya kutuita, na kimsingi alijikita kwenye kuelezea lile ambalo aliliainisha kwenye barua ya wito kuhusu mchezo namba 184 wa Kariakoo Derby. Waitaka kusikia kutoka upande wetu wa klabu ya Young Africans na sisi tusikie kutoka kwao. Kuclarify hapo, nimeona waandishi wengi, wachambuzi wengi mmeandika kilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi. Si kweli. Hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote. Tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo Derby, mchezo namba 184. Yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile, na sisi klabu ya Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo klabu ya Young Africans imeyafikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi. Na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo na tutapata majibu kwa njia rasmi ya taasisi. Tumeondoka pale, tumefika hapa ofisini, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao. Sio unazungumza kidogo, unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu. Nafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Lilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao, ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja
alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao amekiri, ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Kwa nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumuomba akiwa anazungumza next time nikipata fursa ya kukutana naye, waambie Watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi 8 clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu.